Amen. Naomba tuhubiri pamoja nyinyi ambao tuko hapa. Sema amina. Haleluya. Sio kila mahali ambako alienda alitenda mema. Maandiko matakatifu yanasema kila mahali ambako alienda makundi waliweza kumfuata, na si kwa sababu nyingine, maana ndani yake waliona ya kwamba huyu si mtu wa kawaida, huyu si mtu wa kawaida. Lakini pale mahali tunasoma anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Yesu anajitangaza mwenyewe waziwazi, anasema ndiye njia ya kweli na uzima. Wanadamu kipindi kile walikuwa wanatafuta mtu ambaye ataleta uzima, ambaye atakuwa njia. Walikuwa wameona watu wengi, lakini watu wale walikuwa hawana uzima. Yeye akajitangaza waziwazi ya kwamba mimi ndimi njia ya uzima, mimi ndimi njia ya uzima. Wapendwa, kati ya misingi ya ulimwengu kuwa hakujatoka mtu ambaye anasema yeye ndiye njia ya uzima, lakini akajitokezea akasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Waebrania anasema ya kwamba njia hii ilikuwa imefichwa zamani za Agano lile la kale. Njia hii ilifichwa, lakini ilikuwa inatenda kazi. Ndiposa wakati walikuwa wamefika pale jangwani, yeye alionekana. Hata alipofika bahari ya Shamu ilikuwa imefunga, lakini njia ikapatikana. Ni nani aliyetengeneza njia? Alikuwa ni Yesu Kristo. Katika inasema ya kwamba yeye alikuwa anatembea na ile mkutano, yeye alijifanya kama mwamba, yeye alikuwa maji ya uzima. Wakati ule walikuwa pale jangwani, walipofika bahari ya Shamu ilikuwa iko mahali pale, lakini Yesu alikuwa pamoja na mkutano, ya kwamba Musa akafanya hivi mkono wake, ya kwamba maji yakaweza kuweka njia. Idhihirisha ya kwamba Yesu alikuweko kabla misingi ya dunia. Anafanya njia mahali hakuna njia, anafanya njia mahali hakuna njia. Sema amina. Sema amina. Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Nimekuja nitangaze, nimekuja kuinua Yesu ya kwamba yeye si marehemu, ya kwamba Yesu si manabii wale, ya kwamba Yesu si malaika. Yeye ni mwana wa Mungu, na yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia yeye. Anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Sema amina. Inaweza kuwa ni njia ukaiona ni njia. Kuna njia si tatizo, lakini haina uzima. Inaweza kuwa ni njia lakini haina uzima. Inaweza kuwa ni njia lakini haina uzima. Nimekuja nitangaze ya kwamba Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Haleluya. Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Wacha tuende katika karne zile za kwanza. Watu walijitengenezea njia, wengine wakatengeneza njia. Kitabu kile cha Mwanzo 11, kuna watu walienda mahali pamoja, mahali paichi tambarare, wakatengeneza njia ati wakamwone Mungu, lakini hiyo ilikuwa si njia sahihi. Sema amina. Hiyo ilikuwa si njia sahihi. Hii ndio mwanzo wa hii mambo ya madini. Hapo ndio watu walijikusanya mahali pamoja, wakasema wacha tujenge mnara, hii ndio njia ya kwenda mwana Mungu. Lakini hapana, ilikuwa si hivyo. Njia ilikuwa ni Yesu peke yake. Sema amen. Ukitaka kumwona Mungu, njia ni Yesu peke yake. Sema amina. Kizazi kile kikapita, wakaja wengine wakawa wanaabudu milima, wakisema hiyo ndio njia, wakipanda juu ya milima wakisema hiyo njia. Lakini nimekuja nikwambie, wewe una dini yako, lakini dini siyo njia. Yesu ndiye njia.
ya kwamba Yesu ndiye njia, ya kwamba Yesu ndiye njia. Unaweza kuwa unavaa vizuri katika dini yako, unaweza kuwa unaenda kila Sabato, lakini kumbe wewe umekosea njia. Nimekuja nikwambie, Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Sema amina. Haleluya. Ninamtangaza Yesu jioni ya leo katika maeneo haya ya kwamba hakuna mwingine ambaye anaweza kusamehe dhambi isipokuwa ni Yesu mwana wa Mungu. Yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko matakatifu inasema wakati ule pia wa kale watu waliabudu miungu inaitwa Dagoni. Wangeabudu Dagoni, miungu lile walitengeneza, lina macho lakini halioni, lina miguu lakini hawezi kujitemeza. Wao pia wangeabudu, pia wangeweza kuabudu miungu mengine, ile miungu mengi ya Kemoshi, na watu wangeabudu wakati ule. Lakini ngoja nikwambie, miungu yote haikuweza kutoa njia. Sema amina. Miungu yote, hata leo kwa hapa unasema ya kwamba mimi nina dini yangu, hii dini ndio itanisika. Nimekuja nikwambie wasiwasi ya kwamba dini si njia, njia ni Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Katika kipindi kile waliabudu namna hiyo, lakini kizazi hiki wengi sahihi wamejitengenezea njia. Ndio posa Methali anaandika, anasema iko njia ionekanayo ni nzuri machoni kwa wanadamu, lakini inaenda mautini. Sema amina. Watu leo wamejitengenezea njia. Nisikize kwa makini ya kwamba binadamu wa kizazi hiki wamejitengenezea njia, wamejitengenezea njia. Wanasema hii njia ndiyo yenyewe kabisa, hii njia nitamwona Mungu. Ngoja nikwambie, kama si Yesu ni njia nyingine, unaenda jehanamu. Njia ni Yesu Kristo. Sema amina. Sema amina. Wengine utanielewa vizuri, wengine ya kwamba wamejitengenezea uchawi ndio njia. Wengine wanaabudu uchawi wakisema uchawi hii ndio njia, hii ndio njia. Nimekuja nikwambie, uchawi si njia, uchawi si njia. Njia ni Yesu peke yake. Wengine wanatengenezea mambo ya uganga, akishikwa na homa anaenda kwa waganga, akiumwa anaenda kwa waganga, akiumwa anaenda kwa waganga. Nimekuja nikwambie, waganga hawana suluhu, waganga hawana suluhu. Wewe unanisikia kama nyumba, wewe unasikia sauti hii ya kwamba waganga hawana suluhu. Waganga si njia, Yesu ndiye njia, Yesu ndiye njia. Piga vigelegele ya kwamba Yesu ndiye njia. Wapendwa, hapo kijiji hiki wacha tumwinue Yesu. Yeye ndiye njia, yeye ndiye njia, yeye ndiye njia. Haleluya. Wengine nao kizazi hiki wamejitengenezea njia, wakaingia katika mambo hii inaitwa ya Kristo, lakini si mambo ya kweli. Wakajitengenezea dini, lakini hiyo dini siyo ya kweli, ni dini ya kutapeli watu. Pia wanasema ndiyo njia, haukuombea kwao, wanaomba wao mpaka wapatiwe pesa. Wakipatiwa pesa ndio wanaombea watu. Wengine mpaka utoe hata mbuzi, wengine mpaka utoe hata ng'ombe. Wanasema hii dini iko sawa, dini hii iko sawa, hii njia hii iko sawa. Nimekuja nikwambie, kuokoka si kutoa mbuzi. Sema amina. Njia ambayo tuko nayo haihitaji